Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi anayefahamika kama Dmitry Medvedev aliweza kutoa taarifa kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani ikifahamika kama Twitter, ya kwamba maafisa wakuu wa Ukraine walikuwa Paris kujadili kile ambacho kinaweza kuwa matokeo mabaya ya mipango ya muungano walio tayari kupeleka wanajeshi huko nchini Ukraine, ambapo mwanasiasa huyo kutoka nchini Urusi aliweza kuchapisha kuwa inaonekana viongozi wa kikundi cha kifashisti cha Ukraine wameelekea Paris kwa mazungumzo na Uingereza, Ujerumani na Ufaransa juu ya majeneza mangapi ya Europa ambayo watakuwa tayari kukubali baada ya kutumwa kwa wanajeshi wa muungano walio tayari nchini Ukraine. Mwanasiasa huyo aliweza kusema hivyo baada ya viongozi kutoka nchini Ukraine kukutana huko Paris nchini Ufaransa kuzungumza kuhusu hatua ya kupeleka wanajeshi huko nchini Ukraine, ambako Dmitry Medvedev aliweza kusema kuwa hiyo ni hatua kama ya kujadili ni majeneza mangapi au idadi ya wanajeshi wangapi wenda pia wakauawa dhidi ya vikosi vya Urusi, kwani pia kauli hiyo mara nyingi sana pia Urusi imekuwa ikitaja kuwa wanajeshi wote kutoka nchi za Ulaya wakipelekwa nchini Ukraine lazima watakuwa malengo halali dhidi ya vikosi vya Urusi. Hapo awali Andrei Yermak, mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alisema yeye pamoja na mawaziri wa ulinzi na mambo ya nje wa Ukraine Rustem Umerov na Andrei Sybiga mtawaliwa waliwasili huko Paris nchini Ufaransa kwa mazungumzo na maafisa wakuu kutoka Washington. Marekani iliweza kuripoti hapo awali ya kwamba waziri wa mambo ya nje kutoka nchini humo anayefahamika kama Marco Rubio na mjumbe maalum anayefahamika kama Steve Witkoff watafanya mkutano na wenzao kutoka Ulaya huko mjini Paris siku ya Aprili 17 na siku ya leo Aprili 18 mwaka huu. Muungano wa walio tayari ulifanya mkutano wa kilele huko Paris mwanzoni kabisa mara ya kwanza mnamo Machi 27, ambapo wawakilishi kutoka karibu nchi 30 waliweza kujadili uwezekano wa dhamana ya usalama kwa Ukraine baada ya kumalizika kwa mzozo huo. Moja ya masuala muhimu ilikuwa uwezekano wa kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi nchini Ukraine. Umoja wa Mataifa pia haukuwepo kwenye mkutano huo. Wakati yakijiri hayo, tayari pia iliweza kuripotiwa siku ya jana jioni ya kwamba Ujerumani tayari ilikuwa imepatia Ukraine kifurushi kipya cha usaidizi wa kijeshi nchini Ukraine, ambako Ujerumani imeipatia Ukraine kifurushi kipya cha usaidizi wa kijeshi ikijumuisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Iris-Dashiti na makombora ya Patriot. Hii ni kulingana na orodha iliyosasishwa na kutolewa na serikali ya Ujerumani siku ya jana Aprili 17 mwaka huu. Tangazo hilo linakuja wakati Urusi inaendelea kuzidisha mashambulizi dhidi ya miji ya Ukraine na kusababisha maafa makubwa miongoni mwa raia nchini Ukraine dhidi ya msingi wa juhudi za Marekani za kujadili makubaliano ya amani kati ya Kiev na Moscow. Usafirishaji wa hivi punde pia zaidi wa Ujerumani unajumuisha mifumo 4 ya ziada ya Iris-Dashiti na makombora kwa ajili yake, yaani IRIS-Dashiti na makombora kwa ajili yake, makombora ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot na makombora 120 ya ulinzi wa anga ya IGLA yanabebeka na mtu. Kifurushi hicho pia kimetoa magari 66 zaidi ya kuvizia yanayostahimili migodi yaliyolindwa, yani MRAP, magari ya ziada ya kinetic ulinzi na risasi 38 na zaidi ya risasi za kukinga ndege za Gepard. Kwa ushirikiano na Denmark na Norway, Ujerumani pia iliwasilisha ndege 3 mpya
za Zuzana tu za Tairi. Berlin pia ilituma vifaa vya ziada vya silaha, ikiwa ni pamoja na raundi F27 zaidi za makombora ya milimita 155 na risasi 1000 za ziada za milimita 122, ambako pia usaidizi wa ndege zisizo na rubani ni pamoja na ndege zisizo na rubani 70 zaidi za uchunguzi wa vector, ndege zisizo na rubani 150 za ziada zilizo na silaha za HF-1 na drone 10 zaidi za usoni. Kifurushi hiki pia kinajumuisha magari ya uhandisi na uokoaji, rada za uchunguzi, vitafuta masafa ya leza, bunduki za kushambulia, zana za kibinafsi na za mbinu, pamoja na kuendelea kwa matibabu kwa wanajeshi wa Ukraine waliojeruhiwa. Usaidizi huo unatokana na hifadhi za Bundeswehr na kandarasi za viwanda zinazofadhiliwa kupitia mpango wa Berlin wa kujenga uwezo wa kiusalama unaoleta jumla ya usaidizi wa kijeshi wa Ujerumani kwa nchi hiyo ya Ukraine tangu uvamizi kamili uanze mnamo mwaka 2022. Serikali mpya ya Ujerumani imeahidi pia kuendelea kuiunga mkono Ukraine huku kukiwa na uvamizi unaoendelea wa mashambulizi makali kutoka Moscow, na huenda Ujerumani pia inakaribia kuidhinisha uwasilishaji wa makombora ya Taurus ya masafa marefu hadi Ukraine, kwani viongozi kutoka vyama vya kihafidhina vya CDU au CSU na chama tawala cha Social Democrats CSPD wanaonyesha dalili za kukubaliana kuhusu swala hilo. John Wadephol, ambaye ni naibu mkuu wa kikundi cha wabunge wa CDU au CSU, alisema Aprili 15 ya kwamba uamuzi wa pamoja ulizidi kuwezekana, haswa baada ya mgomo wa kombora la Urusi la hivi karibuni kwenye mji wa Sami ambao uliwaua raia wasiopungua 35. Kansela anayesubiriwa anayefahamika kama Friedrich Merz, ambaye pia anatarajiwa kushika wadhifa huo kufuatia ushindi wa CDU au CSU katika uchaguzi wa mwezi Februari mwaka huu, pia ameonyesha uungaji mkono wa kutuma makombora ya Taurusi kwa ushirikiano na washirika wa Ujerumani, ambako pia kansela Olaf Scholz anayemaliza muda wake alikuwa amezuia usafirishaji huo hapo awali kwa sababu za kuongezeka kwa mzozo huo. Na iwapo itaidhinishwa, makombora hayo kuelekea nchini Ukraine yenye masafa ya hadi kilomita 500 yataongeza uwezo wa mashambulio ya masafa marefu ya Ukraine pamoja na silaha ambazo tayari zimetolewa na Washington, Uingereza pamoja na nchi ya Ufaransa.